Si kila kiongozi hupewa heshima ya kuagwa nje ya nchi yake, lakini kwa Ayatollah Ali Khamenei, Iraq ina nafasi ya kipekee isiyoweza kutenganishwa na historia ya Uislamu wa madhehebu ya Shia. Miji ya Najaf na Karbala iliyopo Iraq ndiyo kitovu cha elimu ya dini na maeneo matakatifu yanayoheshimiwa na mamilioni ya waumini wa Shia duniani, jambo linalofanya kuagwa huko kubebe uzito mkubwa wa kidini na kihistoria. Kwa miongo mingi uhusiano wa Iran na Iraq katika masuala ya kidini umejengwa kupitia mahujaji, viongozi wa dini na taasisi za Kiislamu. Najaf ni makazi ya moja ya vituo vikubwa zaidi vya elimu ya Shia duniani, huku Karbala ikiwa mahala alikouawa Imam Hussein, ambaye ni mmoja wa watu wanaoheshimiwa zaidi katika madhehebu hayo. Hivyo kuagwa kwa kiongozi mkubwa wa Shia nchini Iraq kunaonesha kama ishara ya heshima kwa urithi huo wa kidini. Mbali na sababu za kidini, hatua hiyo pia huipa nafasi jumuiya kubwa ya waumini wa Shia kutoka Iraq, Lebanon, Pakistan, India na mataifa mengine kufika kwa urahisi kutoa heshima zao za mwisho. Iraq ni kitovu kinachokusanya waumini kutoka sehemu mbalimbali za dunia, hivyo maombolezo yanayofanyika huko huwa na uzito wa kimataifa kuliko kuwa tukio la taifa moja pekee. Kwa kifupi, sababu kuu ya Iraq kuwa sehemu ya maombolezo si siasa peke yake, bali ni hadhi yake kama moyo wa kihistoria na utambulisho wa madhehebu ya Shia. Ndiyo maana kila tukio kubwa linalomhusu kiongozi mwenye ushawishi mkubwa katika madhehebu hayo hupewa uzito wa kipekee linapohusishwa na miji mitakatifu ya Najaf na Karbala.